Ndugu mtazamaji, mwanamitandao maarufu nchini Zambia, Ethel Chisono Edwards, anayejulikana mtandaoni kama One Boss Lady, amehukumiwa kifungo cha miezi 18 jela baada ya kukiri makosa ya kutoa matamshi ya chuki dhidi ya rais wa Zambia, Hakainde Hichilema. Kwa mujibu wa shirika la utangazaji la taifa ZNBC, Edwards alikiri shtaka hilo mbele ya hakimu mfawidhi wa Lusaka, Webster Milumbe, katika kesi iliyovutia hisia tofauti kutoka kwa watumiaji wa mitandao ya kijamii nchini humo. Edwards, ambaye ana uraia wa Marekani na Zambia, amekuwa akifahamika kwa kutoa maoni makali na ya mara kwa mara yanayomkosoa Rais Hichilema kupitia majukwaa mbalimbali ya mitandaoni ambako amejijengea ufuasi mkubwa. Mwanamke huyo alikamatwa mwezi Septemba katika uwanja wa ndege wa kimataifa wa Kenneth Kaunda jijini Lusaka alipowasili kuhudhuria mazishi ya ndugu yake. Tangu kukamatwa kwake, amekuwa akishikiliwa na polisi hadi hukumu hiyo iliyotolewa siku ya tarehe 3 Disemba mwaka 2025. Mamlaka zimesema hukumu hiyo imetolewa chini ya sheria ya uhalifu wa mitandaoni inayodhibiti usambazaji wa taarifa zenye kusababisha chuki, udhalilishaji au uchochezi kupitia mitandao ya kijamii. Hadi sasa mawakili wake hawajatoa tamko rasmi, huku mjadala mpana ukiibuka mtandaoni kuhusu mipaka kati ya uhuru wa kujieleza na matumizi mabaya ya majukwaa ya kijamii nchini Zambia. Hali inayoshuhudiwa nchini Zambia ambako mwanamitandao Ethel Edwards amehukumiwa kwa matamshi ya chuki dhidi ya Rais Hakainde Hichilema inaendana kwa namna moja na mijadala inayoibuka kuhusu Tanzania, hasa katika kipindi kilichozunguka matukio ya Oktoba 29 hadi Novemba 1. Zambia imefuata utaratibu wa wazi wa mahakama ambapo Edwards alifikishwa mbele ya hakimu, akasomewa shtaka, akakiri kosa na hatimaye kuhukumiwa kwa kutumia sheria za uhalifu wa mitandaoni, huku taarifa zote zikitangazwa kupitia chombo cha habari cha taifa la Zambia. Kwa upande wa Tanzania, malalamiko yanayojitokeza mara nyingi yanazungumzia ukamataji usio wa wazi wa wanamitandao kama Nifa, na wengine wanatoa maoni yanayoonekana kukosoa serikali au kuuliza maswali kuhusu mwenendo wa mamlaka wakati wa machafuko. Tofauti kubwa ambayo inaonekana kuwasukuma watu kulinganisha matukio haya ni ukosefu wa uthibitisho wa wazi, taarifa rasmi za serikali kuhusu sababu za kukamatwa kwa baadhi ya watu, pamoja na kuzimwa kwa mtandao bila maelezo ya moja kwa moja. Kwa wengi, hatua hizi zimeonekana kama juhudi za kudhibiti hadithi ya kilichotokea, kuzuia ushahidi kusambaa au kupunguza uwezo wa wananchi kuwasiliana katika kipindi ambacho kulikuwa na taharuki kubwa. Ingawa hali ya Zambia inaonyesha matumizi ya sheria kupambana na matamshi ya chuki mtandaoni, mjadala wa Tanzania unazidi kuwa mpana zaidi na kuhusisha masuala ya haki za binadamu, uhuru wa habari na matumizi ya nguvu ya usiri katika kipindi cha machafuko. Ndiyo maana kwa baadhi ya wachambuzi, matukio haya mawili yanaonekana kufanana katika nia ya kudhibiti taarifa, lakini yanatofautiana sana katika uwazi wa mchakato na mazingira ambayo yameambatana nayo. Katika kila mjadala wa kisiasa, kila kanda ina simulizi yake. Sauti ya Chief inaleta simulizi hizo mezani kwa uwazi, uhalisia na heshima ya kweli. Tunahoji, tunachambua na tunafichua. Hii ndiyo sauti ya Chief, hii ndiyo sauti ya wananchi. Ndugu mtazamaji, tunaendelea kukukumbusha kufuatilia taarifa mbalimbali kutoka pande mbalimbali za dunia, huku ukitoa maoni katika ukurasa wetu wa comment section.